Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Ulimwengu wa Sayansi, kipindi ambacho kinakujia kwako kupitia STEM Park Dar es Salaam iliyo chini ya Project Inspire, wakishirikiana kwa karibu sana na Taasisi ya Elimu Tanzania maana ya TETI. Leo katika kipindi chetu, kama ilivyo kawaida, tutapata wasaa na fursa ya kujifunza mambo mbalimbali ya kisayansi yenye dhana mbalimbali kupitia majaribio ya sayansi ambayo kupitia majaribio ya sayansi yanayofurahisha na kuhamasisha. Kwenye vipindi vya huko nyuma tulipata nafasi ama wasaa wa kujifunza kuhusu tungamo. Kiingereza inaitwa density. Tungamo ni nini? Tuanze na maana ya dhana yetu ambayo tutajifunza leo. Tungamo ni nini? Kwa lugha rahisi kabisa tunaweza kusema tungamo ni kiwango ama kiasi cha msongamano wa molekuli zinazounda kitu fulani. Kiwango ama kiasi cha msongamano wa molekuli zinazounga kitu fulani. Molekuli ni sehemu ndogo ndogo zinazounda kitu fulani. Kiwango chake, kwa maana ya kwamba kwenye kitu kama maji, kwenye kitu kama tofali, kwenye kitu kama chungwa, vipo kwa kiwango gani? Molekuli za chungwa zimesongamana ama zimeachiana kwa kiwango gani? Hicho kipimo ama hiyo dhana ndio tunaiita tungamo, ama kwa Kiingereza tunasema density. Leo tutajifunza dhana ya tungamo na kuona mambo ambayo yanaathiri tungamo kwa kupitia majaribio mawili yanayofurahisha. Jaribio la kwanza ni floating fruits ama matunda yanayoelea. Jaribio la pili ni floating eggs. Kiswahili tunasema mayai yanayoelea. Naam, kabla ya kuanza jaribio letu, kitu cha kwanza kuzingatia ni usalama. Leo sitavaa gloves kwa sababu vitu tunavyotumia si kemikali ambazo ni hatari kwa ngozi. Vitu vyote ni vitu ambavyo tunakutana navyo majumbani na vingine ni viko jikoni kwa matumizi ya kula kwa binadamu. Kwa tutaanza kutambua vifaa ambavyo tutavihitaji kwa ajili ya kufanya majaribio yetu na kujifunza dhana ya tungamo katika namna ya kufurahisha na kwa vitendo zaidi. Utahitaji kikombe cha kuchotea maji kama una maji yako umehifadhi kwenye chombo kama mimi, au unaweza kama unatumia bomba, maji yanatoka bombani moja kwa moja, hautahitaji kikombe. Lakini pia unaweza ukitumia kwa ajili ya kupimia, kujua kiasi cha maji ambacho utaweka kwenye chombo kimoja ama kingine. Utahitaji bilauri. Itapendeza ikiwa inaonyesha, kwa sababu utahitaji kuona kwa pembeni ili iwe rahisi kushuhudia matokeo ya jaribio lako. Hapa mimi ninazo 3, ila unaweza hata kutumia moja kwa sababu ukawa unabadilisha, ila mimi nitatumia 3. Utahitaji chumvi ya mezani, mayai, machungwa, moja utalimenya, lingine utaacha bila kulimenya. Utahitaji vijiko kwa ajili ya kuchotea vitu mbalimbali ikiwemo chumvi. Utahitaji kalamu ya kuandikia kwa ajili ya kutofautisha vyombo mbalimbali utakavyotumia, karatasi ambayo ina gundi kwa ajili ya kuweka alama kwenye vyombo ili kuvitofautisha, kitambaa kikavu ama tishu. Mimi natumia tishu. Hivyo ndivyo vitu ambavyo utahitaji kwa ajili ya kufanya majaribio yetu haya mawili. Naam, hatua ya kwanza ilipaswa iwe usalama kwanza, ambao ilitakiwa tuvae gloves, lakini leo
hatutatumia gloves kwa sababu si lazima, kutokana na vitu ambavyo tunavitumia havihitaji tahadhari hiyo kwa ajili ya ngozi ama miili yetu. Hatua ya kwanza itakuwa ni kutofautisha bilauri. Hatua ya pili, tutaweka maji kwenye bilauri zetu ambazo tumetofautisha. Hapa tuna bilauri A na tuna bilauri B. Tutaweka nusu kwenye kila bilauri. Na hatua ya pili itakuwa ni kuweka machungwa yako kwenye maji. Mkononi mwangu nina machungwa mawili, moja ambalo limemenywa na lingine ambalo halijamenywa. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza na ambalo ndio lengo kuu la majaribio haya ni hili lifuatalo. Je, tukiweka chungwa ambalo halijamenywa na chungwa ambalo limemenywa ndani ya maji au ndani ya chombo chenye maji, lipi litazama na lipi litaelea? Na kwa nini litazama na kwa nini litaelea? Mpaka sasa hivi mimi na wewe hatuna majibu. Twende tukafanya jaribio letu tuone ni matokeo gani tutapata. Nitaanza na bilauri A, tutaweka chungwa ambalo halijamenywa. Nitakuja na bilauri B, nitaweka chungwa ambalo limemenywa. Naam, tunachokiona ndicho kilichotokea kwa uhalisia baada ya kufanya jaribio. Chungwa ambalo halijamenywa limeelea, chungwa ambalo halijamenywa limezama. Swali ni je, kwa nini chungwa ambalo limemenywa limezama na chungwa ambalo halijamenywa halijazama? Tutarudi tena kwenye maana ya dhana yetu. Tungamo ni nini? Tungamo ni kiwango cha msongamano wa molekuli zinazounda kitu fulani. Kwa hiyo kwa kimahesabu tungamo ni sawasawa na uzito wa kitu ukaugawanya na ujazo wake. Tungamo ni sawasawa na uzito wa kitu ukaugawanya na ujazo wake. Hivyo basi, kwa kawaida huwa tunadhani kitu kikiwa kikubwa ndicho huwa kina matarajio makubwa ya kuzama. Chungwa kabla hatujalimenya na chungwa baada ya kulimenya, uzito wake unakuwa tofauti. Kwa maana ya hili chungwa kabla hatujalimenya na baada ya kulimenya, tukilimenya tunakuwa tumepunguza uzito wa maganda. Hivyo uzito pekee si kitu ambacho kinaamua tungamo kutokana na matokeo ambayo tumepata. Kwani kabla hatujalimenya chungwa liliweza kuelea, lakini baada ya kulimenya tumeona chungwa limezama. Kwa hiyo tumekuja kugundua kwamba si tungamo inapimwa na uzito na ujazo na si uzito peke yake kama ambavyo huwa tunadhani. Kama kitu kikiwa kikubwa basi kina matarajio makubwa ya kuzama. Kitu kinaweza kuwa kikubwa lakini kikawa na tungamo ndogo, kwa sababu kinaweza kuwa kikubwa lakini kina ujazo pia mkubwa. Hivyo tungamo ikawa ndogo kuliko
tungamo ya kimiminika ambacho imewekwa. Kwa hiyo tungamo pia inatusaidia kuamua ama kutabiri kitu kinaweza kuzama au kuelea kwenye kimiminika fulani, mfano kwenye maji. Kwa hivi ndivyo ambavyo tunaweza kufahamu ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaweka shilingi kwenye maji ikazama, lakini meli pamoja na ukubwa na uzito wake ikaelea. Kwa nafikiri mpaka hapo tumejionea kwa mfano namna gani ambavyo tungamo inaweza kutusaidia kujua namna ya kitu kuelea na kuzama kwenye maji. Hivyo uzito wa kitu ukigawanya na ujazo wake unakufanya ujue tungamo ambayo inaamuliwa na mkusanyiko ama mtawanyiko wa molekuli ambao unaunda kitu husika. Baada ya jaribio la kwanza la matunda yanayoelea ama floating fruits, tumepata wasaa mzuri wa kujifunza kuhusu tungamo na kuelewa namna gani tungamo inapimwa na namna gani tungamo inatusaidia kujua uwezo wa kitu kuelea ama kuzama kulingana na kilivyo. Sasa twende kwenye jaribio la pili. Kwenye jaribio la pili safari hii tutatumia mayai kama jaribio linavyosema, ni floating eggs ama mayai yanayoelea. Vyombo tutatumia vile vile, tuna chombo A na chombo B ama bilauri A na bilauri B. Tutachukua mayai mawili, tutaweka kwenye maji. Najua swali ambalo utakuwa unajiuliza, na ndo swali ambalo limetupelekea mpaka tufanye jaribio hili, kama ambavyo tuliona mwanzo kuhusiana na chungwa. Ni chungwa lipi litazama, ambalo limemenywa ambalo halijamenywa? Sasa hivi tunakuja kujiuliza, je, yai ukiliweka kwenye maji litazama ama litaelea? Mayai yote yanaonekana ni sawa, yanafanana. Tutaweka kwenye maji, alafu tuangalie matokeo, alafu tujadili matokeo tuliyopata. Je, yai ukiliweka kwenye maji ambayo ya bomba ya kawaida litazama au litaelea? Na je, kama litazama au litaelea, nini kitatokea?